malingana ndi a George Jefferson Kaziphatike yemwe ndi lawyer wa a Simplex Chichola Banda asimikiza kuti apolisi Yes, mpenzi mtazamaji wa Angel TV, siku hii ya leo bwana tunakusogezea habari kutoka pale nchini Malawi, ambapo kumekuwa na habari moja ambayo imekuwa pale nchini Malawi imekuwa ni gumzo sana pale nchini Malawi. Hii ni kuhusiana na jamaa mmoja ambaye shaikuwa waziri wa fedha wa nchi hiyo, ambaye amekamatwa kwa kosa la utakatishaji wa fedha. So mpenzi mtazamaji wa Angel TV, unatamani kujua undani wa taarifa hiyo, endelea kuambatana nasi. Unachotakiwa kukifanya, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare video zetu ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa pale zinapokuwa zinajiri ulimwenguni kote. Na hii imekuwa ni habari ambayo imekuwa ni gumzo, hususan kwa ukanda wa Afrika. Hii huwa inatokea ni mara chache sana kiongozi kukamatwa baada ya kumaliza muhula wake. Bwana, habari kutoka nchini Malawi pale iko hivi. Polisi nchini Malawi wamemkamata aliyekuwa waziri wa fedha Simplex kwa tuhuma za utakatishaji wa fedha na matumizi mabaya ya madaraka. Chichola bwana, Chichola ambaye kwa sasa ni kiongozi wa upinzani bungeni alijisalimisha mwenyewe kwa polisi baada ya kupata taarifa kuwa alikuwa anatafutwa na vyombo vya uchunguzi. Aliwahi kuhudumu kama waziri wa fedha kati ya mwaka 2023 hadi mwaka 2025 katika serikali aliyekuwa rais Lazarus Chakwera. Yaani huyu jamaa alivyogundua anatafutwa na askari polisi na watu wa usalama wa nchi ya Malawi, basi jamaa kaamua ajisalimishe moja kwa moja kwenye vyombo vya usalama vya nchi hiyo na baadaye akajikuta anaingia matatizoni. So kwa mujibu wa taarifa zilizopo, uchunguzi unaendelea dhidi ya viongozi kadhaa waliokuwa sehemu ya chama cha Malawi. Yani maana yake chama kizima kinaweza kujikuta hatiani. Chama cha MCP inadaiwa kuwa angalau Malawi mawaziri wanne wa zamani pamoja na viongozi waandamizi wamekamatwa au kuhojiwa kutokana na tuhuma mbalimbali zinazohusiana na matumizi mabaya ya ofisi nchini Malawi bwana. Na jamaa walikuwa ni viongozi kutoka kwenye chama kimoja pale nchini Malawi ambacho kinaitwa Congress Party, kifupi chake MCP. Viongozi wanne tayari wanachunguzwa, wako chini ya uangalizi, lakini pia alikuwa waziri wa fedha kwenye kipindi hicho tayari jamaa shatiwa mbaloni na utakatishaji wa fedha, lakini hawa jamaa matumizi mabaya ya ofisi. So miongoni mwa waliotajwa ni aliyekuwa katibu mkuu kiongozi wa baraza la mawaziri Colin Zamba. Colin Zamba naye ndani alikuwa katibu mkuu kiongozi wa katibu la baraza la mawaziri Zamba naye ndani, pamoja na waziri wa zamani wa sekta ya biashara, serikali za mitaa, habari, kilimo. Waziri mwingine huyo, sekta za biashara, serikali za mitaa na habari za kilimo, naye yupo kwenye uchunguzi. Aidha, aliyekuwa waziri wa fedha kabla ya Chichola, jamaa anaitwa Sosten Gwengwe. Gwengwe naye ndani. Huyu jamaa alikuwa pia naye ni waziri wa fedha kabla ya jamaa kuchukua kijiti, ambaye pia naye jamaa tayari amesha kamatwa, na tayari nadhani kwa taarifa ambayo nimekujuza ni kwamba tayari jamaa amesha kamatwa na amewekwa ndani kwa kosa la utakatishaji wa fedha. Na aliyekuwa na huyu jamaa bwana aliwahi kushikiliwa na baadaye kuachiwa kwa dhamana huku uchunguzi ukiendelea. Yani kwa maana yake huyu jamaa aliyekuwa waziri wa fedha kabla ya jamaa ambaye amekamatwa huyu Gwengwe alishawahi kukamatwa kabla. Maana yake hii ni mara yake ya pili tena kukamatwa. Hadi sasa jeshi la polisi halijaweka wazi ni lini Chichola atafikishwa mahakamani, na mtuhumiwa mwenyewe bado hajatoa kauli yoyote hadharani, hususani kuhusika na tuhuma zinazomkabili. Yani jamaa mpaka saizi bado hajatoa taarifa yoyote ya kwamba ni kipi kinaendelea.
Hii bwana ni kutoka pale nchini Malawi. Malingana ndi a George Jefferson Kaziphatike yemwe ndi lawyer wa a Simplex Chichola Banda, asimikiza kuti apolisi amanga Banda pa milandu yokhudza ndalama komanso kusagwiritsa bwino ntchito ofesi yawo yomwe akuti adapalamula mu nthawi yomwe anali nduna ya zachuma. Akaziphatike ati apolisi anakatenga chilolezo ku bwalo la magistrate la Mkukula ku Lilongwe yowavumeleza kumanga mtsogoleri wa mbali yosusa boma mu nyumba ya malamuloyi. Zambiri tikupasirani beni.